Yeah, maombi sio kitu kigumu hivyo. Kinachofanya maombi yaonekane ni magumu kwa watu wengi mpaka wanashindwa kushiriki maombi ni kwa sababu ya ile mitazamo ya kidini ambayo tunaiweka katika maombi. Ni kwa sababu maombi tunayachukulia ni kitu cha nje, cha watu wanakuona, cha watu wanakusikiliza, cha vile ambavyo unatakiwa kufuata utaratibu fulani. Sijui kabla hujaomba anza hivi, anza hivi, anza hivi. Labda niseme hicho kitu kwanza hakipo kwenye Biblia. Biblia haijaweka kabisa kwamba utaratibu ukitaka kuanza kuomba anza hivi, ukitaka kuanza kuomba fuatisha hatua ya pili ni hii, hatua ya tatu ni hivyo. Vitu havipo kwenye Biblia. Kwa nini? Kwa sababu maombi ni swala la siri. Biblia inasema, Yesu akasema kwamba Baba yako aliye sirini atakujaza, akiwa na maana kwamba maombi ni swala la ndani zaidi kuliko nje. Kinachofanya maombi yawe magumu ni kwa sababu tunaliweka kuwa swala la nje zaidi kuliko ndani. Naposema swala la ndani namaanisha kile kilichopo moyoni mwako. Kwa hiyo Mungu katika maombi anasikiliza sana kilichoko moyoni mwako kuliko hiki unachoongea kwa nje, kwa sababu kwa nje unaweza kuwa unafuatisha taratibu za dini na nini, ndio kinafanya maombi yawe magumu. Lakini katika urahisi wa maombi ni kwamba wewe ongea na Mungu kile kilichomo moyoni mwako. Acha hizi taratibu za kwamba hatua ya kwanza ni, hatua ya kwanza pili ni, hatua. Mimi sidhani kama wewe una baba yako alafu mna hatua ya kwanza ya kuongea na baba yako, hatua ya pili ya kuongea na, kama baba yako kaweka hizo hatua, uliza tena. Huenda huyo sio baba yako, lakini baba yako kabisa atakuruhusu umwendee vyovyote vile ambavyo unahisi moyoni mwako kwamba kuna kitu gani kinakusumbua, uende na hicho kitu badala ya kuanza kuleta unafiki sijui nini. No. Na Yesu amezidi kuwa baba, Yesu ni rafiki yetu. So kwa nini aweke vizuizi mengi kabla hujaenda kwenye maombi? Kwa sikubaliani na swala la kwamba kuna vipengele hivi na hivi na hivi, na hivyo vinasababisha watu wengi wasihudhurie maombi. Lakini ongea kilichomo moyoni mwako, hayo ndio maombi. Amina, barikiwa.